Bwana Yesu, asante kwa wema wako, uongozi wako na fadhili, kwa kibali na nafasi hii ambayo umetujalia watoto wako wa kike na wa kiume kuwepo hapa tena. Ni wakati mwingine ambao tunaenda kwenye tafakari ya maneno yako ya uzima. Naomba Mungu Roho Mtakatifu useme nasi sawasawa na ambavyo umekusudia. Nami ambaye nimesimama mbele zako na mbele ya watoto wako, nitumie nikiwa chombo, mnenaji mkuu kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya watu wa Mungu. Shangilie Mungu wetu kwa makofi mengi na shangwe. Tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu, kumtukuza yeye na kumuinua, kwa kuwa anaendelea kutubariki, kutujalia siku baada ya siku, kutupa afya iliyo njema na kututendea mema yote, yale tuliyoyaomba na hata yale ambayo hatujayaomba. Kwa ajili ya wema wake anatufanyia. Tumrudishie tena makofi mengi na shangwe. Nitumie nafasi hii kabla sijaendelea mbele kuleta ufafanuzi wa neno la Mungu, kwanza kumshukuru Mungu kwa kibali ambacho ameniwezesha kuwekwa hapa kwa hizi wiki mbili ambazo zinakamilika leo. Lakini pia nimshukuru baba mchungaji pamoja na uongozi wote wa kanisa, na kulishukuru kanisa lote kwa ujumla. Bwana asifiwe. Kwa upendo wenu, ukarimu wenu, sijapungukiwa na kitu chochote katika muda wote ambao nimekuwepo hapa. Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini pia niendelee kuwapongeza wale ambao kwa neema ya Kristo wameendelea kutoa muda wao katika siku 90 za maombi. Mungu wa mbingu na nchi awabariki sana. Najua Mungu atawalipa muda wenu. Si kwamba hakuwa na mambo ya kufanya, na si kwamba hamna mambo ya kufanya nayo, lakini mkaona acha katika ule muda ambao Mungu amewapa, basi muutoe kwa ajili yake. Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini pia tunaendelea kuwaombea wale ambao hamjapata nafasi. Mungu awajalie neema kuziweka ratiba zenu vizuri, kwa sababu Mungu kama ameleta ufunuo wa siku 90 za kuomba, maana yake anakusudi ndani ya zile siku 90. Kwa hiyo Mungu akujalie neema, weka ratiba yako vizuri ili upate nafasi ya kuongea na Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na somo ambalo tulianza nalo siku ya Jumapili jioni, lenye wazo linalosema neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu. Kwa kifupi sana, kwa mambo ambayo tuliyapitia, zaidi ni mambo matano. Na jambo la kwanza tuliangalia injili ya Yesu Kristo kwa maskini. Jambo la pili tukaangalia uponyaji wa miili yetu. Jambo la tatu tukaangalia kufungulia uko macho ya rohoni kwa maana ya ufahamu. Na jambo la nne tukaangalia kurejeshwa katika asili yetu. Na jambo la tano ambalo tulisema, na mimi natamani kwa neema ya Kristo niliseme katika ibada hii, uthibitisho wa uzima wa milele. Ingawa baadaye tutakuwa na maombi jioni kwa ajili ya uzao na watoto, lakini pia kwa sehemu, kwa kipande kidogo, nitasema kwa habari ya tabia ya neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu katika ile semina ya jioni au ibada ya jioni. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ibada hii, kwa muda huu mfupi sana ulioko mbele yetu, niombe niseme lile jambo la tano la uthibitisho wa uzima wa milele. Uthibitisho wa uzima wa milele. Kitabu cha msingi ambacho tumekuwa tukitembea nacho ni Injili ya Luka ile sura ya 4 aya ya kwanza hadi ile aya ya 19. Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18 hadi ile aya ya 19. Ndicho kitabu ambacho tumekuwa tukitembea nacho. Neno la Mungu linasema, Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18 hadi ile aya ya 19. Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18 ile aya ya 19. Neno la Mungu linasema,
Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Hiki kipengele cha tano kimekaa zaidi katika ule mstari wa 19, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Na hapa niseme machache ya maelezo. Katika nyakati za umisheni wa Yesu Kristo duniani, ambayo ndiyo neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu, alifundisha na kuaga wanafunzi wake kwamba ataondoka kwa ajili ya kwenda kuandaa makao, kisha atarudi tena kuwachukua na kuwa nao milele. Bwana Yesu asifiwe. Katika umisheni wa kutangaza injili ya ufalme wa Mungu duniani ya Yesu Kristo, katika mafundisho yake yote alihitimisha kwa maneno ya kuambia wanafunzi wake ya kwamba ipo siku nitaondoka, na kuondoka kwangu ninaenda kuwaandalia makao, na hapo ninapokwenda kupaandaa nitakuja tena niwakaribishe, ili mkae pamoja nami milele hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ninakwenda kuandaa makao, nitakuja, na nitakapokuja nikuja kuwachukua, ili huko nilikoandaa mpate kukaa pamoja nami milele. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yale tunayapata katika Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 1 hadi ile aya ya 3. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani pa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana mimi naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi na ninyi muwepo. Anawathibitishia wanafunzi wake, ninaenda kuandaa mahali, na huko ninakowaandalia basi nitakuja kuwachukua, ili hapo nilipo mimi na ninyi mpate kuwepo. Kwa hiyo Yesu anawathibitishia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia yako mambo ya kuzingatia ili kujiandaa na ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Hakuna mtu duniani leo ukimuuliza kwamba Yesu atakapokuja unatamani uwe miongoni mwa watu watakaourithi uzima wa milele, hakuna mtu anaweza kusema hapana. Si ndio watu wa Mungu? Kuna mtu anaweza kusema hapana, hata kama atakuwa kwenye mazingira fulani, lakini atakwambia, na mimi natamani Yesu atakapokuja mara ya pili nikaurithi uzima wa milele. Na kwa kuwa atakuja, na sio kwamba atakuja, na mbaya zaidi haijulikani atakuja lini. Bwana Yesu asifiwe. Haijulikani atakuja lini. Na kipengele hiki ni mambo ya kuzingatia. Sasa mambo ya kuzingatia unapojiandaa na ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Jambo la kwanza na ambalo ni mama ni kuacha dhambi. Jambo la kwanza ni kuacha dhambi. Kuacha dhambi maana yake nini? Kuacha dhambi ni kuacha kutenda kila jambo lisilompendeza Mungu. Maana dhambi ni kuasi maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayejua kwamba Yesu Kristo siku moja atakuja, na misemo ya huko duniani hii siyo mbambamba. Bwana Yesu atusaidie. Misemo ya huko duniani hii siyo mbambamba, ni kweli na niamini atakuja. Ni kweli na niamini atakuja. Na mimi nataka niseme na wale wote tu ambao wanajua siku atakapokuja wanataka wablaki mawinguni. Hao tu peke yao ndio wanaopaswa kuacha dhambi. Lakini wale ambao hawana haja, wenyewe waendelee na maisha yao. Bwana Yesu atusaidie. Wale tu ambao wanasema
Yesu utakapokuja mara ya pili, nataka niwe miongoni mwa watu ambao wataurithi uzima wa milele. Hao anawaagiza waache dhambi, lakini wale ambao hawana mpango, hao wenyewe waendelee na maisha yao. Na hao ndio ambao nataka kwenye ibada hii wanisikilize vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ufunuo sura ya 21. Kitabu cha Ufunuo sura ya 21. Kitabu cha Ufunuo sura ya 21, ile aya ya kwanza hadi ile aya ya 8 imeandikwa, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti, na hii ndiyo mauti ya pili. Unganisha na waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia, waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia ile sura ya 5, ukianza na ile aya ya 19 hadi ile aya ya 21 imeandikwa, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na haya. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana akiwa kisiwani Patmo anasimulia, anasema, katikati ya maono aliyoyaona akaona mbingu mpya na nchi mpya, na akaona mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita. Alafu anasema akasikia sauti kutoka katika kile kiti cha enzi kisema, tazama, ninayafanya yote kuwa mapya. Lakini anauona mji mtakatifu unashuka kutoka kwa Mungu, na anasikia sauti nasema, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Alafu anaziongea sifa za wale ambao watakaa kwenye huo mji. Anasema waoga wote, anasema wachukizao, anasema waongo, anasema wachawi, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Lakini pia mtumishi wa Mungu Paulo naye kwa waraka wake kwa Galatia anafanya reference, analiambia kanisa la Galatia, kama nilivyokwisha kuambia. Anasema matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Anataja ufisadi, anataja uchawi, anataja ulevi, anataja ulafi, anataja ulawiti, anataja uasherati, anataja uzinzi na mengine mengi ambayo sijayasema,
Yeye Mtume Paulo anasema, nawaambia watu wafanyao mambo ya jinsi hii hawataurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno ya kichokozi, muulize jirani yako, uko kwenye fungu gani katika hayo aliyoyasema Yohana na katika hayo aliyoyasema Paulo? Upo kwenye fungu lipi? Ulize tu jirani yako, upo kwenye fungu lipi? Yaani kidogo tu, yani maneno tu ya kichokozi, kama unavyoweza kumwambia kule duniani, unasema mshikaji mwanangu, uko kwenye fungu lipi mwanangu? Wale wa huko duniani, sisi kanisani namwambia tu, mpendwa, upo kwenye fungu lipi katika haya? Unajua, hata kama hatasema, kuna mtu huko ndani anasema. Hata kama yeye hatasema, lakini kuna mtu huko ndani anasema. Na huyo mtu aliyeko ndani ni ile dhamira ya kwake. Dhamira inaongea. Unaweza ukawaficha watu wengine wote, unaweza ukamficha mchungaji, ukamficha askofu, ukaficha wazee wa kanisa, lakini dhamira uko ndani nasema. Na mwingine hapa ndani, kuna mtu amemwahidi jioni akampatie moja baridi na moja moto. Kespo, Kilimanjaro, Savana, Shingwa. Na kuna zile pombe zile ambazo zimekuja sasa hivi, matangazo yake mtu akinywa anaruka, anapasua dari, anaenda kutokezea kwenye dari la juu. Sijui naitwaje, light nini sijui, anachokea kutokezea. Mwingine ameandaliwa, mwingine yuko hapa ndani ameandaliwa kutolewa out. Sio mpenzi wake, kwa sababu mpenzi ni mtu ambaye mmeoana naye, huyo ndio mpenzi wake. Huyu mwingine ni halala, huyu ni halala. Lakini pia mwingine yupo kwenye ndoa yake. Hapa tunapoongea yamkini kuna message ipo imetumwa huko ndani. Nafuatilia wababa wengi na wamama wengi ambao kwenye simu zao ina password karibia 700. Kwenye nini kuna password, kwenye nini kuna password, wapi kuna password, kule kuna password. Alafu katika hizo password hakuna hata moja ambayo pengine mke wake anaijua. Huyu sio mwana wa ufalme. Atakuwa mwana wa ufalme pale atakapoitumia dhambi yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema waovu wote hawataurithi uzima wa milele. Wazinzi wote hawataurithi uzima wa milele. Wachawi wote hawataurithi uzima wa milele. Washerati wote hawataurithi uzima wa milele. Lakini pia walevi wote hawataurithi uzima wa milele. Kibibilia mlevi sio mpaka ayume, aende nyuma aende mbele. Alafu ni chakula kibaya. Wewe chakula gani unakila baba alafu unashibia kichwa? Wengine tunakula chakula unashibia tumbo. Sasa kile chakula kikiingia tumbo, kikikaa baada ya muda kinabadilisha mfumo, kinashibia kichwani. Kikishashibia kichwani, namna ya kutembea inabadilika. Anaenda mbele kama haendi mbele, anarudi nyuma kama harudi, kushoto kama haendi kushoto. Na mtu wa namna hii sasa, wakati mwingine ndio inatokea haja ndogo inakuja hata bila utaratibu. Kwa nini? Ameshibia wapi? Ameshibia kichwa. Sasa kibibilia ukinywa chochote ambacho ni kileo, hata kama haujayumba, wewe ni mlevi. Na sisi hatutumie theolojia kwamba unajua hichi ni kinywaji, chukua ukae ndani unywe, usifanye fujo, usifanye fujo. Kuna theolojia za hivyo za uongo. Kuna theolojia za hivyo za uongo. Usifanye fujo na watu, wetulia. Hapana. Kwa sababu mlokole Mkristo ni kuhani. Sema ni kuhani. Yaani kwa jinsi ya roho kuna makuhani waliotiwa mafuta kuhudumu madhabahuni.
ndio wakina sisi. Halo, ndio wakina sisi. Mwambie jirani yako, angalia muda kama umeisha. Angalia muda. Mwambie jirani yako, angalia muda kama umeisha. Bwana asifiwe. Hawa ndio makuhani waliotiwa mafuta madhabahuni kufanya huduma za kikuhani. Lakini kwa Agano Jipya kila aliyeokoka ni kuhani, na makuhani wamezuiliwa wasinywe kileo, wasitumie kileo. Iwe ni pombe yenye jina zuri usinywe, iwe ni gongo usinywe, iwe ni keibandi usinywe, kesolaga usinywe. Ukinywa, Yesu akija leo, mbingu haipo. Injili za namna hii hazipendwi sana duniani. Napenda zile injili wapendwa wana wa Mungu, sisi wote tutaenda hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika moja alafu 2 3 nimalizie. Wakati fulani baba niliwaambia watu fulani, kanisa ni kama garage. Sema garage. Kanisa ni kama nini? Garage. Garage kuna wakati utapeleka gari kafanyiwe nini? Service. Na wakati kaenda kutengenezwa. Na kule garage kuna wakati watatumia spana, alafu spana itakataa, itabidi watafute nini? Nyundo. Sijui naelewa mtu. Kule garage kuna wakati watatumia spana, spana itakataa kufungua hiyo nati. Wataweka kirainishi ile nati kubali, nati itagoma. Yule fundi atamwambia kamanda, leta nyundo na tindo. Hii nati imegoma. Kwa hiyo wakishaweka ile tindo ni kugoma, na hata kama uko pale una gari lako utatamani kuziba nini? Masikio. Lakini ndio style ya kutoa nini? Nati. Kwa hiyo hata kanisani kuna wakati tutakufariji, na kuna wakati tutakutia moyo, na kuna wakati tutakwambia mpendwa, hiyo dhambi ulionayo usipoitumia mbingu haipo. Kuna faida gani ya kukutia moyo, kukutia moyo, kukutia moyo kabisa, na hata tuonekane sisi kwako ni wazuri kabisa, alafu ile siku ya mwisho Yesu Kristo anafika anakuambia sikujui, ondoka. Kuna faida gani? Yesu atawaambia wale watu, kuna faida gani ya kupata ulimwengu wote alafu baadaye ukapata hasara nini? Ya nafsi yako. This life that we are having now, it is for the short time. Maisha haya mazuri tulionayo ya kupanua, ya kupendeza, ya kula tunachotaka, kujirusha tunakotaka. Leo nikitaka kwenda Amerika na kwenda Dubai naenda, wapi naenda. Haya ni ya muda mfupi sana, yakikatika yakaisha haya. Maisha yale mengine baada ya kifo, wana wa Mungu, ni milele na milele. Kwa hiyo kama ni mateso ni milele na milele, kama ni furaha ni milele na milele. Sasa akasema kule kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 kama sijakosea, nimeweka vitu viwili mbele yako, laana na nini? Na uzima. Sasa chagua. Kwa hiyo na mimi nakuambia leo asubuhi, chagua mwenyewe. Simama kwa miguu yako. Natamani kwa hizo dakika kama 2 hivi, kwa hizo dakika kama 2 hivi, ili ifike na dakika 35, niombe. Tunasikia ndani yetu kuna wale watu ambao Mungu amekubariki huko kwenye ndoa, lakini una muda mrefu, natamani Mungu akupe mtoto na mtoto ajaye. Na wakati mwingine kule hospitali wamesema mirija yako imeziba, unatakiwa ufanyiwe operation ili uweze kupokea mtoto. Tunapoimba asubuhi ule wimbo wa Sedekia, haleluya nitaimba asubuhi, ninyi mnajua. Tunapoimba kwa dakika kama 2 hivi, niombe hao wa mama niliowataja wale. Kama mama hayupo ila baba yupo, unaweza ukaja baba kwa niaba ya mama. Unaweza ukaja baba kwa niaba ya mama. Karibu tu kama uko na moja, usisubiri mpaka mwingine aje. Kama uko natamani
makatazo katika kushika, kupanda kuku, lakini pia kufikia mavuno. Kushika, kupanda, kukuza, lakini pia kufikia mavuno. Kuna watu wanaweza kushika, lakini wakishika haibebeki. Nisikilize, mbegu. Kuna watu inaweza kuwa mbegu lakini haiwezi kukua, na kuna watu inaweza kuwa mbegu lakini haiwezi kuvunwa, na wakati mwingine ikifikia kuvunwa inapukutisha maua ya wakati wake. Ndio tunaowazungumza saa hii, ndio tunaowazungumza saa hii, ndio tunaowazungumza saa hii. Haijalishi ni wote wawili, baba na mama, njoo hapa. Mchana waimbe haleluya, jioni waimbe haleluya, na hata usiku waimbe haleluya, pale watakapokuwa wamepakata watoto kwenye nyumba zao. Kanisa sote tunyoshe mikono yetu kwa hawa watu. Weka mkono wako tumboni, kuja hapa, weka mkono wako tumboni. Hata kama ni baba, weka mkono wako tumboni pia. Baba, weka mkono wako kiunoni na mbele. Weka mkono wako kiunoni. Na sisi kanisa tunyoshe mikono yetu kwa ajili ya watu hawa. Ninyi mliokuja mbele, naomba ufuate sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya moyo wangu. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya maisha yangu. Ninatubu kwako, Bwana, makosa yangu yote na dhambi zangu zote nilizofanya kwa kujua na kwa kutokujua. Ninatubu kwako Yesu, naomba unisamehe. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, yeye kwenye mfumo wangu sasa. Damu ya Yesu, yeye kwenye mfumo wangu sasa. Kwa damu ya Yesu, chochote kinachozuia hali ya kushika mimba kiachie kwa jina la Yesu, kiachie kwa jina la Yesu. Sitaomba kwa ajili yako na kanisa, tuombe kwa ajili ya wana wa Mungu na watumishi wa Mungu, tuombe kwa ajili ya wana wa Mungu hao. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunawaleta watumishi wako kwenye madhabahu ya kwako. Tunawaleta watumishi wako kwenye madhabahu ya kwako. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo ya thamani. Damu ya Yesu Kristo ya thamani ipenye kwenye huo mfumo wa uzazi. Damu ya Yesu Kristo
Wewe ni Mungu unayethibitika na kutenda kwa moto. Wewe ni Mungu unayejifunua. Zaidi yako hakuna mwingine. Uhimidiwe Bwana wa majeshi. Pokea sifa. Nani kama